Mambo vipi mtazamaji wa Bongo Plus TV na 96 Link, kabisa kwenye exclusive interview nyingine tena. Mimi naitwa Victor Madaha. Leo bahati nzuri sana nimebahatika kutembelea hapa ofisi za kiongozi wangu hapa Sheikh Hamedi Jalala. Kiukweli mara kwanza wakati na mimi nampigia simu, kiukweli nilikuwa na wasiwasi atarespondi vipi, lakini kiukweli dabda hapa alivyonipokea na dabda alivyonikaribisha, akaniambia karibu sana kijana wangu, kanipangia siku, na kiukweli nimepokea mapokezi mazuri sana. Kwanza kiongozi, asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullah. Kwema kabisa. Alhamdulillah, nashukuru. Mambo anasemaje? Alhamdulillah, tunashukuru. Hofu kwenu. Karibuni sana. Asante sana. Karibuni sana. Kikweli nikupongeze sana kwanza kwa studio nzuri sana ambayo nimekuta hapa. Nimekuwa hii sasa sio upendeleo, lakini ni ukweli ambao nauzungumza. Nimekuwa nikifanya interview tofauti, lakini kiukweli katika viongozi wa dini ambao nimekuta kuna studio ambayo kiukweli inaridhisha na viwango. Mmejitahidi sana kwenye hili. Mimi naamini kwa ujio wenu leo mtakuwa mmeipamba zaidi na mmeifanya imetukuka zaidi. Karibuni sana. Hongereni sana. Nashukuru sana. Kwanza nikupe pole na hongera nyingi sana ambazo pia umekuwa ni kiongozi wa dini ambaye unapatanisha. Mawaidha yako yamekuwa kiwavutia sana watu wengi sana, lakini pengine hasa kwa uchache mtu akitaka kumfahamu Hamedi Jalala ni nani hasa? Kwa kweli bismillahirrahmanirrahim. Kwanza ni wakaribishe sana. Asante. Na nimefurahi kwa kweli kuweza kututembelea, lakini pia kuniona kwamba ni mmoja mnaweza kunishirikisha kwenye jambo la vijana, nikachangia nikatoa na fikra. Mimi niseme Hamedi Jalala ni nani? Labda nimsemee kwa mambo mawili matatu. Niseme jambo la kwanza, Hamedi Jalala Mwakindenge ni mtu ambaye kwanza anaamini kwenye umoja na anaamini kwamba umoja ni nguvu na anaamini kwamba maendeleo na mabadiliko yanakuja watu wanapokuwa pamoja. Lakini Hamedi Jalala yeye anaamini hasa kutoka ndani ya moyo wake kwamba kukaa vizuri na watu, kuishi vizuri, upendo, kuvumiliana ndiyo asli ya Uislamu, ndiyo asli ya Uyahudi, ndiyo asli ya Ukristo. Hii ndiyo imani ya Sheikh Jalala. Sheikh Jalala yeye imani yake ukipasua moyo wake ndani utapata kwamba anaamini Taurati, Injili, Zaburi na Qurani. Hivi ni vitabu vyote Mungu amevileta ili watu wakae vizuri, ili watu wakae kwa amani, ili watu wakae kwa upendo. Huyu ndio Sheikh Jalala. Kweli, asante sana. Sasa nimekutafuta leo na nataka tugusie kidogo yale ambayo yanaendelea Mashariki ya Kati. Wewe ni kiongozi wa dini ambaye pengine kuna Tanzania ambao walikuwa wanatamani wapate elimu kidogo kuhusiana na hiki ambacho kinaendelea, kwa sababu kinatugusa. Nikasema nisogee niweze kupata mawili matatu kutoka kwako. Kwanza nataka nifahamu hasa kifo cha Ayatollah Ali Khamenei, na nafahamu ni kiongozi pia kwa upande wa Shia. Kilivyotokea hasa kwenu nyinyi hasa kama viongozi, kilikuwa ni kifo cha namna gani hasa na kikugusa kwa namna ipi hasa? Asante. Nadhania kifo cha Said Ali Khamenei kama kiongozi wa umma wa Kiislamu, lakini hususan mashia duniani, mimi nadhani kama kuna pande mbili ya kuweza kumzungumza namna kilivyokugusa kifo chake. Kwanza, kifo chake kinatugusa kama Watanzania. Kumbukumbu zangu zinasema mwaka 1985 bwana mkubwa huyu alitembelea nchi hii Tanzania. Okay. Alifika Tanzania na alipata mapokezi makubwa sana. Madrasa zilizoko Dar es Salaam asilimia kubwa zilitoka kwenda kumpokea airport. Bali kwa ripoti nilizozipata ni kwamba watu walijipanga kutokea airport mpaka sehemu mbali sana. Na waliokwenda kumpokea kipindi hicho ilikuwa ni Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, baba wa taifa, mwalimu mwenyewe. Walikwenda kumpokea airport na mzee Kawawa
katika viongozi wa Kiislamu wakubwa waliokwenda kumpokea alikuwa ni mufti wetu wa kwanza wa Tanzania, Sheikh Hassan bin Amir Ashirazi, mwana mchuoni mkubwa huyu bwana kwa kweli kwa upande wa Waislamu. Lakini vile vile kuna mwana wachuoni mkubwa alikuwa katika tunaoita masharifu, yani katika vizazi vya Mtume, akiitwa Sharif Junaid, katika maulama wakubwa kipindi chake. Huyu ni katika watu waliotoka vile vile kwenda kumpokea, na baadhi ya watu wengine wakubwa, na mzee Mwinyi pia na mzee Ruksa katika watu waliokwenda kumpokea, na marais wawili walikwenda kumpokea huyu bwana. Na Sharif Junaid, Mwenyezi Mungu amrehemu, bwana mkubwa huyu ameandika mashairi mengi, mashairi makubwa mapana, akimsifu Khamenei kwa sifa nzuri na za kupendeza. Na mashairi hayo bahati nzuri yapo, tuko nayo katika vitabu vyetu. Lau tungejua kama maswali ni haya, tungeweza hata kuleta yale mashairi yako kwa lugha ya Kiarabu. Lakini kwa kweli ni mashairi ya kumsifu Khamenei na kuisifu Irani na mahusiano mazuri ya Wairani na Tanzania. Kwa hivyo kwanza, msiba huu niliuchukulia kwamba ni msiba unatugusa wa Tanzania sote, kwa sababu ni mtu amewasili Tanzania na baba wa taifa amempokea, na mzee na viongozi wetu wamempokea. Na nakumbuka hata hoteli aliyofikizia kipindi kile kiitwa Kilimanjaro. Kipindi hicho ilikuwa bado imeshabadilika jina hivi sasa. Alifikia hapo. Lakini sio hivyo tu. Said Ali Khamenei au Imam Khamenei, yeye ni Muirani. Sawa sawa, sisi wa Tanzania na Wairani ambao tunawaita Mashirazi kwa lugha nyingine, mahusiano yetu ni mahusiano ya kihistoria. Mahusiano yetu ni mahusiano ya kihistoria. Sawa kabisa. Mpaka hivi sasa ukitembea, ukenda mwambao wetu huu, iwe ni Tanzania bara, visiwani zaidi, utapata watu wanasema sisi ni Washirazi. Hatuna kabila yetu ni Washirazi. Yani nini kabila ya Ushirazi? Maana yake ni kwamba ni watu ambao asili yao wanatokea Pashe, asili yao wanatokea Irani, wamekuja wakaishi huku. Lakini pia chama cha Afro Shirazi Party ni chama ambacho asili yake ni watu ambao wana asili kutoka Irani. Vyama vikaungana hivi, Afro Shirazi Party ambacho ni chama cha asili ya Washirazi wa Irani, na vyama vya wakazi vikatengeneza hali ya kisiasa Tanzania visiwani. Kwa hivyo nimeuchukulia msiba huu wa Said Ali Khamenei au Imam Khamenei kwamba ni msiba kwanza unatugusa sisi wa Tanzania kulingana na mahusiano yetu mazuri ya kihistoria tuliyokuwa nayo kati yetu na Wairani, lakini pia na ujio wa huyu bwana mkubwa katika nchi hii. Huu ni upande wa kwanza. Lakini upande wa pili, Said Ali Khamenei kwa mujibu sasa wa sisi Mashia, yeye ana kofia mbili muhimu. Kofia ya kwanza ambayo anaibeba ni kofia ya watu tunawaita Ayatola au Ayatullah. Naam. Na wanafanya na Zoom wanapenda kuitumia hiyo Ayatullah. Sasa Ayatola maana yake ni kwamba ni kiongozi wa kidini au tuseme kama mtaalamu wa kidini wa level fulani, ambavyo masala yote, mambo yote ya kidini, yani kwa mfano sheria inasemaje kutumia media, sheria inasemaje kutumia speaker, sheria inasemaje kuswali, yeye huwa na upande huu mmoja. Sasa huu ni moja katika sekta au katika sehemu ambayo ni sehemu ya Khamenei. Na hawa wanakuwa wako wengi. Kwa mfano yuko yeye kipindi chake Khamenei, kule Iraki yuko Agha Sistani, wako akina Agha Lankarani, wako wengi. Lakini hawa wanakuwa ni wabobezi katika fiqhi, katika sheria ya dini ya Kiislamu kwa mujibu wa mtazamo wa Mashia. Na Shia yoyote lazima awe ana mmoja katika hawa anachukua mambo ya kidini. Yani Mashia wao sio kila mtu ni msemaji. Sio kila mtu anaweza akasema hiki ni haramu, hiki ni halal, la, watu maalum. Kwa hiyo kwa upande huu anatugusa Imam Khamenei kama marja, yani kama Ayatola
wa mambo ya kisheria. Huu ni upande wa kwanza. Lakini upande wa pili anatugusa kwa ni kiongozi wa kiroho. Hii ni daraja kubwa zaidi. Ana maelekezo ya kiroho, namna gani ya kuweza kufika kwa Mungu, namna gani tunaweza kumfikia Mungu. Kwa hivyo naweza kusema kwamba pande tatu hizi zinatugusa sisi kwa Imam Khamenei kwa kifo chake. Kwanza kwa mahusiano yetu kama wa Tanzania pamoja na wa Irani, ujio wake. Lakini pili, linatugusa kulingana na kwamba yeye ni ayatola, ni marejeo ya mambo yote ya kisheria ya kidini. Lakini tatu, ni kiongozi wa kiroho, anatugusa kwa sehemu hizo. Umeelezea kwa uzuri sana. Baadaye nitakuja niangalie pia katika mchango katika uchumi wetu hapa Tanzania. Sawa sawa. Unaposikia kwa maana ya Marekani na Israel baada ya kufanikisha kumuua, ukiangalia ile tangazo lao walimtaja kama kiongozi ambaye ni gaidi, teroristi kwa lugha yao wanavyoita kwa Kiingereza. Kwa nini hasa anabatizwa jina kama hili? Ni kweli kuna upande ambao anawiana na hayo mambo, ama ni kwa nini anabatizwa kuwa vile? Asante. Changamoto kubwa ambayo inaikumba dunia na hii ni kazi kubwa iko kwenu nyinyi vijana hivi sasa, na kazi ya kuelimisha vijana. Changamoto kubwa iliyopo duniani hivi sasa, dunia imekuwa kitu kinachoitwa, yani kwa ibara nyingine, dunia kama imekosa chombo ambacho hicho ndicho kinaangalia mambo ya dunia, ndicho kinahukumu dunia, ndicho kinahukumu mataifa, ndicho kinasimamia mataifa. Changamoto kubwa, chombo namna hiyo kimekosekana. Sasa dunia ilivyokuwa hivi sasa imekuwa ni tuseme mwenye nguvu ndiyo anayesema, anakuamua. Mwenye nguvu ndiye anayeamua. Kwa hiyo mwenye nguvu anaweza kuamua kesho ende Nigeria, ambebe rais wa Nigeria amchukue, basi anamchukua. Na alafu hakuna chombo chochote cha kimataifa ambacho kinaweza kumkemea au kumwonyesha vidole. Anaweza tu mtu mmoja akaamua kwamba mimi nakwenda kuipiga Nigeria au nakwenda kuipiga nchi fulani kwa sababu imekosea, ambapo kisawasawa ilitakikana nguvu fulani ya kitaifa ambayo inakubalika kwa watu wote, nguvu hiyo ndio itumike. Kwa sababu kama tutamwacha kila mwenye nguvu afanye anavyotaka, sisi wanyonge tutaishi vipi? Sasa hili ndio limetupelekea mpaka duniani mtu anaweza kuamua tu fulani gaidi na fulani si gaidi. Lakini fulani ni gaidi kwa vigezo gani? Na fulani ni gaidi kwa vigezo gani? Kwa mfano walipoingia ISIS Iraki. Sasa unajua Iraki ni nchi ambayo yani sehemu yenye mambo matakatifu kwa Mashia. Sehemu kubwa ni Iraki. Kwa sababu Iraki maimamu takriban ni 6% kubwa, takriban 6. Au zaidi ya 6 wako wamezikwa Iraki. Kwa hiyo sehemu kubwa takatifu kwa Mashia, tabana ukiacha Madina inafuata Iraki. Sasa lilizuka gurupu la nini tumeitaja hapa au nini, magaidi. Lilizuka gurupu la magaidi, gurupu la Al-Qaida, kundi la ISIS limezuka, ambalo limefanya mauaji ya kinyama hujawahi kuona kwenye maisha yako. Yamewachinja watu kwa kosa la kwamba wanatofautiana nao kifikira na mtazamo. Kundi hili limetengenezwa na hao wanaosema kwamba Khamenei ni gaidi. Lakini Khamenei anaitwa gaidi na hao ndiye aliyetoa watu wake kwenda kupambana na hawa ili kundi la kigaidi. Na likafanya mambo mabaya Syria. Mpaka wakati mwingine ilikuwa najiuliza, nasema lau kama si Khamenei kwenda kupambana na hili kundi akaweza kulishinda, sidhani kama leo tungeweza kukaa hapa. Kwa nini? Kwa nini? Asante. Kwa sababu kundi lile ndilo lililoko Somalia.
Kundi lile ndilo la Al-Shabaab lililoko Somalia. Kundi hili ndilo lile lile ambalo tulipambana nalo Kibiti. Ni kundi hilo hilo. Ni kundi hilo hilo ambalo ndio linasumbua Mzambiki. Kwa hiyo Imam Khamenei ndiye aliyepambana kuhakikisha analimaliza hili kundi. Lakini lau ili kundi lingetawala, sidhani kama leo tungekuwa tuko hai hapa. Kwa hivyo kumuita Khamenei ndio hivi ninavyokueleza. Kumuita gaidi ni kwamba wako watu wenye nguvu fulani. Wao ndio wewe wakiona wakuite gaidi watakuita gaidi. Na kwa sababu wana media, wanamiliki kila kitu, vitu vyote viko chini yao, wakikupa jina la gaidi utakuwa gaidi tu. Wakikupa jina la mtu mwema utakuwa mtu mwema tu. Kwa hiyo wakati mwingine wakati mwingine kwa najiuliza alipokwenda kuchukuliwa Rais Maduro, sawa Venezuela, rais wa nchi ambaye amechaguliwa na wananchi wake yupo kidemokrasia, alafu kuna mtu anaamua huyu mimi namtoa. Sawa, si unamtoa kwa nini demokrasia? Je, baada ya hapo kumeendelea demokrasia? Mbona tumeona malengo ni kitu chingine, mafuta, tunazungumzia habari ya mafuta. Kwa hivyo niseme kwamba kumuita Khamenei gaidi kwa kweli ni kumkosea, lakini ni mtu ambaye amepambana na ugaidi. Nikupe kitu kimoja tu kizuri kwa hapa Tanzania na ulimwenguni. Hapa Tanzania Mashia, yani Mashia wa Afrika, Mashia wa Swahili kuanza kuwepo na harakati kuanza kuwepo zimekwenda sambamba na uhuru wa nchi hii. Yani 1955 zimeanza harakati za kutoa ushia, kuweka nje hadharani. 1968 wametoka watu watano hapa Tanzania. Sheikh Ngulangwa, Sheikh Mahanaka, Sheikh Mkalipa, Sheikh Haruna Pingili, Sheikh Abdallah Sefu. Hili lilikuwa ni grupu la kwanza la kishia kwenda kusoma nje ya nchi. Limesoma Iraki. Wamesoma Iraki. Kipindi hicho Ayatollah alikuwa bwana mtu mmoja mzito akiitwa Said Muhsin Hakim Tabatabai. Wakamaliza masomo yao Iraki, wakahamia Lebanon mwaka 1972 wakasoma pale Lebanon. Wakamaliza masomo yao pale, wakaenda Iran mwaka 1974. Nadhani takuwa mshazaliwa nyote hapa. Bado 74 bado. Asante. Wakaenda kusoma kule. Pointi yangu iko hapa. Kutoka kipindi hicho Mashia wameanza kwenda kusoma nje. Sidhani kama kuna Shia aliyenyoshewa kidole kwa fikira za ugaidi miaka hiyo na mpaka leo hii. Na Mashia wote unaowaona lugha yao ndio hii lugha ya umoja, lugha ya mshikamano, lugha ya upendo. Hii ni ndani ya nchi. Lakini nje ya nchi huko nje ya nchi ndio utaona maajabu. Utaona maajabu kwamba viongozi wa Kishia inapofika Christmas, moja ya kazi wanayoifanya ni kuwatembelea ndugu zao wa Kristo Mashia. Moja ya kazi wanayofanya ni kwenda makanisani kuwapa mkono wa Christmas ndugu zao wa Kristo. Kwa hiyo Mashia na jambo la ugaidi ni vitu viwili tofauti. Ni masafa mbingu na ardhi, ni kurasa mbili tofauti. Ni watu pekee, sitaki niseme pekee, lakini acha niseme neno pekee. Lakini acha ni watu ambao wanaamini Uislamu maana yake ni amani. Ni watu ambao wanaamini Uislamu maana yake ni kukaa vizuri. Maana yake ni kukaa pamoja. Nikupe kisa cha mwisho kutaka kutengenezea Mashia walivyo. Maana nzuri zaidi. Miaka ya 80
miaka ya 80 katika nchi ya Lebanon kulikuwa na mizozo ilitokea ya kidini kati ya Wakristo, Waislamu, Mashia, Masuni, Maduruzi. Kulikuwa na vita vya mchanganyo vya kidini. Wakaitishwa kwenye mji wa Taif, ni mji ulioko Saudia, Taif. Wakafanya suluhu kule, wakapatanishwa. Walipopatanishwa baada ya kurudi Lebanon, kiongozi wa Mashia kipindi kile, walikuwa mashekhe wawili viongozi wa Kishia. Alikuwa mmoja akiitwa Said Muhammad Hussein Fadhlullah na mmoja akiitwa Said Abbas. Na upande wa Masuni alikuwepo mufti akiitwa Mufti Khalid. Mashia wakawaambia Masuni, kwa kuwa Lebanon tumetoka kwenye mizozo, tuwe na BAKWATA hii moja. Tusiwe na BAKWATA mbili ya Suni na Shia. Tuwe na BAKWATA moja. Na nyinyi Masuni mtakuwa ndio mufti, sisi ni wasaidizi wa mufti. Yani hiyo ni na kueleza kwamba Mashia mtazamo wao wakajishusha kwa sababu wao wanaamini dini ni watu kukaa vizuri. Dini sio kuswali sana, sio kukesha msikitini ndio dini. Dini ni ukweli, uaminifu, matendo. Ndio dini. Sawa kabisa. Umezungumza jambo zuri sana. Sasa nataka tuingie direct sasa kwenye kile ambacho kinaendelea. Vita ya Marekani dhidi ya Irani ambako na Israel ambako wapo pamoja wakipigana na Irani. Hasa kwako wewe, hasa unaitazama katika mlengo upi hasa? Kuna wale ambao wanasema kwamba ni vita ambayo Marekani inatafuta uchumi, lakini Israel malengo yake inatajwa kwamba inapigana na adui yake ambayo ana lengo kubwa ni kuweza kuifuta ile taifa lisipo pale Mashariki ya Kati. Kwa upande wako wewe, unaiona ni vita ya mlengo upi hasa? Asante. Mimi vita na kinachoendelea Mashariki ya Kati, mimi nakiangalia kwenye zawia, yani kwenye vipembe tatu. Kwenye pembe tatu. Pembe ya kwanza huwa naangalia yanayojiri na ya tafsiri kwamba ni vita vinavyoendelea kati ya utu na wanadamu. Na viangalia ni pande mbili. Pande moja naiona ni pande ambayo kama inataka kuufuta utu, kama inataka kuondoa, mbona utu hatuuoni? Yani wanadamu mbona hatuuoni? Kivipi? Kwa mfano, Wairani wao wanasema wazi wazi, wala wafichi, kwamba moja ya sababu ya mapambano yao na yaliyowaingiza kwenye mivutano mikubwa kwamba wanawatetea wa Palestina. Na wanaamini Wairani kwamba Palestina wanayo haki ya kuishi. Na hizi ni haki za kimataifa. Na nadhania hata Umoja wa Mataifa umegawa. Ukasema kwamba hii sehemu watakaa wa Palestina, hii sehemu watakaa Israeli. 1948. Naona? Kwa hivyo mtazamo wa Wairani wanaona mbona hawa wanayo haki ya kuishi. Kilichofanyika Gaza ukikitafsiri na ukifuatilia msimamo wa Israeli uko wazi kwamba wanataka Palestina waondoke pale, waitawale sehemu yote, watawale. Na hata wa Palestina walipofukuzwa mwaka ule 48, wengine wakakimbilia mpaka huku kwetu, wakaja hapa, Mwalimu akawakaribisha mpaka tukawapa sehemu. Mpaka leo tunazo sehemu hapa zina jina la Palestina. Hospitali ya Palestina ipo nadhani mpaka leo hapa. Ipo hapa. Okay. Unaona hospitali ya Palestina, kuna sehemu ya Palestina. Tuliwakaribisha hapa. Wengine wakapelekwa Tunis kule, wengine Lebanoni, wamejaa. Yani wa Palestina wametawanywa. Wamefukuzwa katika nchi yao, wamefukuzwa katika eneo lao la kiasili. Sasa kisheria za kimataifa, za kimataifa, sio za kidini, kisheria za kimataifa, mtu yoyote anayo haki ya kuishi duniani, anayo haki ya kuishi katika ardhi yake kama mwanadamu, haki ya kwanza. Sasa
na anapokuja Irani akasema, mbona huyu anadhulumiwa? Mbona huyu anafukuzwa katika ardhi yake? Mauaji yaliyofanywa Gaza sio mauaji madogo, ni mauaji ya kimbari. Tumeona South Africa ilivyowashtaki kuwapeleka kwenye mahakama kuu. Tumeona baraza la usalama likitaja kwamba haya ni mauaji ya kimbari yanayofanyika. Lakini mbona dunia imenyamaza? Mbona hakuna anayesema? Kwa hivyo naviangalia vita vya Irani na Israel na Marekani kwamba ni vita kati ya mtu anayetafuta wanadamu na utu na mtu ambaye hataki utu wala wanadamu. Inatajwa point ya kwamba Irani ni taifa ambalo ni la Kiislamu ambalo itikadi yake ni kali. Alizungumza waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, alizungumza kwamba tunachopigania sisi ni ile Uislamu wa itikadi kali. Na pia kwa kuongezea pia hapo, Marekani inadai kwamba Irani ina silaha ambazo ni za maangamizi zenye kuhatarisha usalama wake, wakataja nuclear. Pointi hizo mbili hasa ni sawia kuzipigania ama ni pointi ambazo ni kisingizio? Kwa kweli sijui, kwa sababu mimi sio mwanasiasa na wala sio mchambuzi wa na wala sio mchambuzi wa siasa. Tukianza na Uislamu, unaona sasa kwenda kwenye mambo ya nyuklia huko na nini huko sitaki kwenda sana, lakini nataka kubakia hapa kwenye itikadi kali, kwenye itikadi kali, kwenye itikadi kali. Nini maana ya itikadi kali? Yani itikadi kali maana yake ni kuswali swala 5. Itikadi kali maana yake ni kuvaa hijabu kwa wanawake. Itikadi kali ni kusema kwamba mimi nimependa niongozwe na mfumo huu. Yani Watanzania leo tukichagua mfumo wetu wa kuendesha nchi yetu, tunakuwa ni itikadi kali, kwa sababu wa Iran wamepiga kura asilimia zaidi ya 90 na wamepiga kura, wananchi wakasema tunataka jamhuri ya Kiislamu, tuendeshe kwa mfumo wa Kiislamu. Sasa hii jamhuri wanapotokea watu asilimia 90 ya wananchi wamesema tunataka Qur'ani ndiyo ituongoze, kwa maana kwamba kwenye nchi yetu kutakuwa hakuna kamari, kwenye nchi yetu kutakuwa hakuna pombe, kuwa hakuna night club. Yani hiyo ndiyo siasa kali. Mtazamo. Sasa ndio kama ninavyosema, unajua unapo kwenye Uswahili tuna maneno mazuri tunasema unapotaka kumuua mbwa mpe jina baya. Mbwa unampa jina la kichaa, mbwa kichaa. Ukishampa mbwa kichaa basi umepata sababu ya kumuua, una haki ya kumtupia lolote. Kwa sababu siasa kali ninavyojua mimi, siasa kali ni wale wanaovaa mabomu alafu wanakwenda kujilipua misikitini kwa watu wasiokuwa na hatia. Siasa kali, tumeona magurupu ya Al-Shababu Kenya yamesimamisha gari linawashusha watu gari miaka nyuma iliyopita. Wanakuambia wewe soma suratul Fatiha Qur'ani. Ukisoma unapona, ukiacha kusoma unachinjwa. Hizo ndio siasa kali. Lakini watu ambao wameamua wakae kwa mfumo wao waliojichagulia wao, na wanapiga kura, sio dikteta, la, wanapiga kura, wanachaguana. Unasema vipi hawa na msimamo mkali? Lakini ndio hivyo, kama nilivyosema mwanzo kwamba dunia imekosa hakimu, dunia imekosa msimamizi, dunia imekosa muangalizi. Kwa hivyo yoyote mwenye nguvu anaweza kuwa msimamizi. Lakini hapo inataja kwamba ni sera, sijajua kiimani inatamkwa vipi. Wanasema kwamba Irani, moja malengo yake makubwa ni kuifuta Israel isiwepo Mashariki ya Kati. Kwanza hilo lipo ama halipo? Hilo na ndio maana wanapigana naye ili lipo au halipo. Hebu kwanza tulizungumzie kwa uhalisia. Kwa uhalisia wenyewe. Hebu tulizungumzie kwa uhalisia.
kwa uhalisia Waisraeli walioko pale katika nchi ya Israeli wako pale kutoka miaka hiyo ya nyuma. Ukiwasikiliza wao wanaposema historia inawataja kwamba vizazi vyao ama mababu zao walizaliwa katika ile nchi. Vizazi vyao mababu zao walizaliwa katika ile nchi, baadaye ndo ile ikatokea kuondoka. Kwa maana vita na hivi na hivi. Kwa hiyo kwa maana sisi, mimi ni Mdigo. Wadigo sisi asili yetu tunatokea, wanasema tunatoka Ethiopia huko. Tukatoka Ethiopia tukaja Somalia tukaja tukakaa Kenya. Kwa hiyo huwezi kumpata Mdigo ambaye hana familia Kenya. Tukatoka Kenya tukaingia Tanga, tukafika mpaka kwa Wazaramu huku, maana Rumango huko kwetu kuna majina ya Kidigo huko. Unaona Sasa je, leo sisi Wadigo tunayo haki ya kwenda kuwafukuza wa Ethiopia pale Addis Ababa kwa sababu vizazi vyetu viliishi pale Ethiopia? Hao ni Wadigo. Sasa ukija Wamasai, ukija makabila mengi tuliyokuwa nayo hapa nchini, utapata kwamba asli Wangoni asli yao sio hapa. Ni watu waliokuja kutoka sijui wapi huko, wakatambaa mpaka leo wamefika wako Songea pale. Je, wanaweza kudai hawa haki yao ya kihistoria kwa sababu babu zao wa 50 waliishi kule? Sidhani kama iko sawa. Sidhani kama iko sawa. Hili jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, tunaposoma ramani, taifa la Palestina lipo au halipo? Lipo Palestina. Okay, tuje kama Mayahudi. Kama watu wenye dini inayoitwa Mayahudi wameishi Israeli, wameishi pale Palestina, sawa sawa. Je, waliishi kwa pamoja, kwa mshikamano, na walikuwa kama ndugu au vipi? Walikuwa wanaishi kama ndugu. Waisraeli au Mayahudi ndani ya Palestina walikuwa wakiishi hapa. Mayahudi wapo hapa, Wakristo wapo na pale Waislamu wapo. Na kwenye utawala wa Khalifa wa pili, ambapo Palestina ilikuwa chini ya utawala wa Kiislamu, Khalifa wa pili ametoka Madina, Umar ibn al-Khattab, amekuja mpaka Palestina, akamtembelea askofu, akaingia kanisani, Kanisatul Qiyama, kanisa kwa Kiarabu sijui Kiswahili wanataje, lakini mahali alipozaliwa Nabii Isa au Jesus, Yesu. Akaingia pale, na ulipofika muda wa swala, baba askofu akampa nafasi ya kuswali. Sasa ukiangalia historia, Mayahudi wa Israeli walikuwepo na walikuwa wakiishi na Wakristo wakiishi na Waislamu kama ndugu eneo lile. Kwa hiyo haya masala ya kwamba sasa hii yote hawa hawana haki ya kuishi tena ni ya kwetu kidogo, yani siasa imeingia ndani, hapana uhalisia wa mambo. Kwa hivyo sitaki kusema mimi kwamba Irani wao mtazamo wao kwamba pale ni taifa lile lifutike. Sitaki kusema hivyo, lakini nataka tuangalie uhalisia. Na ukiangalia wakazi wa pale wote kuna sehemu wamekuja kutoka. Asilimia kubwa wametokea Urusi, asilimia nyingine wametokea Marekani. Yani kila mmoja amekuja na mikoba yake pale. Bwana, sasa siasa imehukumu asilimia kubwa wengi walihamia pale. Bali ni mikakati hasa ya kizayuni. Ni mikakati hasa ya kuhakikisha kwamba tunakuwa na taifa letu, tunakuwa na mahala petu, na malengo yao mengi ambayo wala tunaja kuyasema. Lakini kwenye kujitetea sasa, ile hoja yao kubwa kwamba kwa sababu taifa B linataka kutupoteza taifa A, ni sawa tukapambane nao sasa ili wasije wakatupoteza. Kwenye engo hiyo sasa wako sahihi? Kwani wao wa Irani wanasema wanataka kuwapoteza? Kwa maana inavyotajwa
Kwa mfano hivi sasa si kuna mazungumzo yao ya amani hivi katika zile condition za Irani ipo kwamba lazima Israeli iondoke. Si hiyo condition haipo. Sasa hii tunapata wapi kuwabebesha hilo? Kwa mfano ukiangalia kule makundi kama Hamas yale Hezbollah yale hapo kule mengi ukikuta yanapambana na Israel kwa sasa. Asante. Nataka kwa mfano kumbukumbu zangu aliyekuwa kiongozi Yasser Arafat. Yasser Arafat ameingia kwenye baraza la usalama na wakakubaliana na baraza la usalama walivyoigawa Palestina. Walikubaliana ili Mayahudi wa Israeli na wao waishi katika hiyo ardhi ya babu yao, sawa? Nyinyi sehemu yenu hii hapa. Kaeni. Na nyinyi wa Palestina sehemu yenu hii hapa. Yasser Arafat na hayo magurupu yanayoitwa magurupu ya kigaidi hawajapinga hilo. Lakini mbona upande mwingine unataka uchukue chote? Unaendeleza. Sasa kwa nini sasa magurupu haya yanayotokea akina Hamas na akina Jihad wanapigwa? Sasa wanafanyaje? Kwa nini wasijitetee? Halafu nguvu za Israeli, ukizungumza Israeli unazungumzia Marekani. Ni super power, ni watu wana nguvu kubwa. Unapopigana na wale watu wa Gaza, yani wapi na wapi? Mbona hapana uwiano? Tembo na sisimizi, mbona hapana uwiano? Kijana wa Palestina anapigana kwa jiwe, askari wa Israeli anapigana kwa kifaru, mbona wapi na wapi? Kwa hiyo siasa inatawala mambo mengi sana, na mara nyingi hakika nyingi zinapotea kwa sababu ya siasa, na kwa sababu wenye siasa hawa ndio walioitawala dunia. Media ziko mikononi mwao. Tunasikiliza kile wanachokitaka wao, tunasoma kile wanacho kutuonyesha. Hili jambo la kwanza, nimesema jambo la wanadamu. Kwa hiyo vita vile na viangalia kwa upande, kuna mtu anataka wengine waondoke kabisa, kufuta kitu kinachoitwa Palestina. Bali mbona tumeona viongozi wao wanasema wazi wazi kwamba tunataka haki ya kitaurati, yani Israeli pana ambayo inafika mpaka Saudia, inafika mpaka Omani, wanaita greater, na wenyewe wanasema wazi wazi, wala hawafichi. Na Netanyahu alipoulizwa mara ya mwisho amesema ndio, tena hilo ndo nalipigania sasa, ramani yao. Ya sasa hii wapi? Haki hiyo inatoka wapi? Inatoka wapi? Hili jambo la kwanza. Kwa hivyo mzozo umesimama kwenye utu na wanadamu. Upande wa pili, mbona hauna utu? Mbona wanadamu haupo? Mbona kile tunachoambiwa kwamba hawa ndio wanaotetea haki za wanadamu, mbona ni tofauti? Hili jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, Israeli na Marekani walikuwa wao ndio marafiki wa Irani kipindi cha Shah. Miaka ya nyuma hiyo. Akasema nini tu hapo? Kwani Shah ndio rafiki yao. Wakampa kila kitu, wakamsaidia kila walichokuwa nacho. Leo imekuwaje ghafla Irani imekuwa ni adui wa Marekani, ni adui wa Israeli? Imekuwaje? Maslahi. Kuna kitu kimoja huwa nakiangalia. Hiyo maslahi jambo jingine, lakini kwanza naangalia mfumo. Mfumo waliouchagua Irani kwamba wataishi kwa mfumo huu. Huu ni mfumo ambao nchi za magharibi haukubali. Hautaki. Kwa hivyo naviangalia mara nyingine vita vya Mashariki ya Kati ni vita vya kimfumo. Iran haruhusu kitu kinachoitwa ushoga. Rais Trump tumemwona juzi tu hapa amesema sisi tunaipiga Irani kwa sababu wa Irani wao hawataki mapenzi ya jinsia moja. Sasa sidhani kama ninakosea nikisema na viangalia pia vita kwa upande wa mfumo. Kwamba mfumo uliopo Irani, mfumo hautaki kamari. Leo ndio utajiri wa dunia. Hao mabwenyenye leo moja katika biashara zao za kimataifa za kuwanyonya watu ni kamari. Zimejaa kila mahala na kila mtaa.
Wameharibika vijana wetu kwa sababu ya kamera, hataki kufanya kazi. Ni biashara zao. Sasa pesa nyepesi nyingi. Kwa hiyo mfumo waliokuwa nao Irani, mfumo waliouchagua katika kuendesha nchi yao, tena wala mimi sitaki niseme ni kwa ajili ya Uislamu, yani sitaki kwenda kwenye habari ya Uislamu. Mimi nasema mfumo. Kwa nini nasema mfumo? Nasema mfumo kwa sababu kwani Marekani inaelewana na China? Hapana. Kwani Marekani inaelewana na Urusi? Hapana. Korea Kaskazini? Hapana. Maduro? Hapana. Cuba? Hapana. Mfumo. The next one. Unaona The next one. Anasema tampata. Unaona maneno Kwa hiyo mfumo. Huu mfumo waliouchagua hawataki ushoga. Hawataki yani wana mambo yao wameamua. Si wako huru hawa. Jambo la mwisho la tatu. Na iangalia vita vya Mashariki ya Kati. Ni vita vya uhuru na utumwa. Uhuru na utumwa. Uhuru na utumwa. Kwa nini? Anayesema nitauza mafuta yangu kwa ninayempenda. Mafuta yangu niliyokuwa nayo atayachimba ninayemtaka mimi. Huu ni uhuru. Naposema kwamba dhahabu yangu atakuja yule ninayemtaka mimi ndio achimbe, na sio kampuni zenu, ni uhuru. Irani ya Khomeini, Irani ya Khamenei na mfumo wao hawakukubali alichokifanya Shaha zamani, kuyatoa mafuta ya Irani sadaka yaende Marekani, yaende Israeli. Yeye amesema la, mimi nasimamia mafuta yangu na nina viwanda vyangu vya kusafisha, nitauza vile ninavyoona mimi. Dhambi kubwa. Na dhambi hii ya kutaka uhuru wa maamuzi yao inawagharimu watu wengi sana. Na imezigharimu nchi zetu za Kiafrika kwa kiasi kikubwa sana. Uhuru wa kweli. Uhuru wa kweli. Wakati mwingine huwa nakaa najiuliza, miaka fulani ya nyuma Mheshimiwa Rais mstaafu Kikwete aliwahi kutembea Mashariki ya Kati, akafika nchi ya Syria. Nakumbuka kipindi hicho. Alipofika kule akazungukwa na vyombo vya habari. Alikuwepo mwanahabari mmoja wa BBC. Akamwambia, Mheshimiwa Rais, kule Tanzania nyinyi mna dhahabu, mna kila kitu, mbona bado ni nchi maskini? Sasa mzee ana akili sana, aliangalia chini alafu akamwambia sijui. Basi sijui. Lakini nikawa nafuatilia mambo. Kwani anayepanga bei ya dhahabu duniani ni nani? Wao ni sisi tunapanga? Hapana. Wao si ndio wakiamua waishushe, wanaishusha. Ndio. Wakiamua mmelima mkonge, sasa nyinyi kiuchumi pa mkonge mnanyanyuka, soko la mkonge linashuka. Kama walivyomaliza Mwalimu. Umeniita kwenye maswali ya siasa ndugu yangu bwana. Kwa hiyo mambo matatu na viangalia vita vya Mashariki ya Kati. Utu, wanadamu, human being. Na viangalia mfumo, na viangalia uhuru wa maamuzi. Mwisho sitaki kusema haya. Nani anayepanga duniani kwamba yeye ana haki ya kumiliki nyuklia na fulani hana haki? Nani anapanga hii? Wanaita UN, Umoja wa Mataifa. Sio Umoja wa Mataifa. Yuko huyo mpangaji. Siku kimtaka utakuja kuniuliza tena. Ndio Marekani na Israel. Mimi sitaki kusema hivyo, siku kimhitajia nitakuja kukuambia hapa. Huyo anayepanga huyo. Yaani nani anasema kwamba ana haki yeye ya kumiliki silaha? Lakini mwingine hana haki ya kumiliki. Nani anasema kwamba yeye ana haki ya kumiliki teknolojia? Sisi haturuhusi kumiliki teknolojia.
Nani anasema kwamba sisi hatuna haki ya kufaidika na uranium na tukawa na nyuklia ambayo ni chanzo cha maendeleo makubwa ya nchi? Nani anasema wao wawe na umeme wa nyuklia, si tusiwe na umeme wa nyuklia? Why? Huyu nani? Who are you? Uhuru. Kwa hiyo naviangalia vita vya Mashariki katika hizo engo tatu. Katika engo hizo tatu. Asante sana. Sasa kuna hili ambalo linatajwa sasa kutokana na kile ambacho kinaendelea sasa hivi. Pengine hasa unaiona Irani ikianguka kupitia hivi vita, na pengine hasa unadhani hasa tumeona pia hata baadhi ya watu wengine ambao wana support hili na wengine wanaona kama bado haiwezi katokea. Pengine kwa mtazamo wako hasa unaiona wapi mwisho wa vita? Mimi naiangalia mwisho wa hii vita Irani inaweza kweli kuanguka, kwa sababu uwezo wa Irani, yani kitaratibu za kijeshi na kivita, huwezi ukafananisha nguvu ya Irani ya kijeshi na nguvu ya Marekani na Israeli. Wao wameendelea zaidi kila kitu. Lakini kuna kitu chingine ambacho ni muhimu nacho hichi ambacho kinaweza kuifanya Irani ishinde. Mimi naamini Irani kama watafunga kibwebwe, kama watavumilia, watakubali njaa, watakubali madhila au niite udhalili, watakubali kuyapokea mengi mazito. Sababu tunaona mashambulizi sio ya kawaida yanayofanywa Iran. Kwa mfano wiki tu iliyopita hapa tumepata habari kwamba shule zaidi ya 600 zimevunjwa. Misikiti zaidi ya 25, hospitali. Kwa hiyo lakini kama watavumilia, kama watamtegemea Mungu wao na kubaki na kwamba hii mfumo wetu, system yetu hii na kumwegemeza Mungu, watashinda. Uvumilivu wao, subira yao na kumlilia Mungu wao, jambo lao libakie, wanaweza kushinda. Lakini ukitazama katika mlengo huo pia kuna kitu ambacho kipo katika hivi vita kimetokea na kinaibua maswali mengi sana. Pengine kuna sisi huko Afrika wengine ni watu weusi, wanaona kile kinachoendelea pale sio haki, lakini ukiangalia kuna mataifa mengine, kwa mfano viongozi wa Saudia, Qatar, UAE wanazungumza hadharani kabisa. Wengine wanasema kwamba Marekani endelee kuishambulia Irani kwa sababu ni tishio. Tunaona wengine hata wasomaji wa vitabu wengine ambao ni wakubwa wanajulikana bado wanaona kama hiki ni sahihi kinachofanyika. Unadhani kwa nini inatokea hivyo? Hasa wanaotajwa hasa ni Waarabu ambao pengine wana itikadi ya Sunni ama ni waumini wa Sunni. Mimi hili naliangalia kwa pande mbili. Upande wa kwanza naliangalia, huwa najiuliza, na nilikuwa nimeandaa hata hotuba yangu ya Ijumaa iwe hii kwamba kuna haja ya kurudia upya Uislamu wetu. Yani kile kinachojiri pale Mashariki ya Kati, yani kuna haja ya kurudia upya Uislamu wetu. Uislamu upya. Kwa sababu yani mbona tulivyousoma sisi Uislamu ni tofauti na kinachotokea Mashariki ya Kati. Kivipi? Uislamu niliosoma mimi na ujua mimi ni Uislamu unaosema kwamba Muislamu ndugu yake ni Muislamu. Almuslimu akhul muslim. Tena hizi ni hadithi tunafundishwa tukiwa chekechea, kwamba ukimuona Muislamu mwenzako huyo ni ndugu yako. Mashariki ya Kati ambao ni Masuni, Emirati na hizo Qatar na Saudia na nini, ambao ni Ahlus Sunna wengi wao, lakini wote wanakiri kwamba Mashia ni ndugu zao Waislamu. Kweli. Wanakiri hao ni Waislamu wenzetu. Sasa kama ni Waislamu wenzenu, ndio hivi wanavyoishi Waislamu kwa Waislamu. Amekuja mtu ananishambulia mimi, ananipiga mimi, lakini mtu huyu yuko nyumbani kwako wewe ndugu yangu.
umempokea, unampa na chakula bado unamuelekeza na njia. Sasa nilikuwa nimeandaa hutuba niseme kuna haja ya kuurudia upya Uislamu wetu. Tunasoma katika maandiko kwamba Muislamu anapotaka msaada, jamani huku na uwawa, jamani napigwa, taratibu za Kiislamu wewe unyanyuke useme umsaidie mwenzako. Mbona hii haipo? Mbona hii haipo? Hili jambo la kwanza. Kwamba Uislamu wetu kidogo una changamoto. Hili jambo la kwanza. Lakini jambo la pili. Na kumbuka hapa nimezungumza kipengele cha uhuru. Kwa Wairani. Kwamba Wairani wanataka wawe huru. Freedom. Nilikuwa najiuliza. Hivi Waarabu pale Mashariki ya Kati, Saudia na hizi nchi nyingine, hizi nchi nyingine zilizoko pale, hivi yale yaliyoko pale ndani ya zile nchi ni ya kwao? Vile viwanda vilivyoko pale na activity zote zilizoko pale ni vya kwao wao? Kuna vingine sio. Sijui kama wanachapao pale. Asilimia kubwa. Nilikuwa nafuatilia katika kufuatilia habari Emirate, zile nchi za Emirate. Hata wanao kontroli CCTV sio wao. Zile CCTV za usalama wa nchi yao pia sio wao. Lakini sio hivyo. Mimi nimekwenda hija mara nyingi. Nilikuwa kiongozi wa msafara wa hija kuanzia kwenye mwaka 2009 na 10. Shirika linalowalinda mahujaji na kusimamia mahujaji sio shirika wala sio kampuni ya Saudi Arabia. Sasa kuna mengi haya ukiangalia kidogo yanaleta tabu, yanaleta wasiwasi. Uislamu wetu Mashariki ya Kati kuna haja ya kuangalia. Lakini sisi tulioko Mashariki ya Kati pale tuko huru kweli? Kwa sababu kumbukumbu zangu mimi sikumbuki kwamba Irani imewahi kumchokoza jirani yake yoyote. Nisikumbuki hivyo. Yani sikumbuki ugomvi wa Irani na Omani. Sikumbuki ugomvi wa Omani na Saudia. Mbona ni watu wanaishi vizuri? Huu Shia na Usuni nini? Wanasema kwamba endapo Washia wakifanikishwa kuidondosha Israel, watapanua pia Ushia, kuna kuweza kuua Usuni. Wanaozungumza hivyo wanazungumza kweli ama ni propaganda inazushwa? Kwanza yani mimi huwa nakaa na pana Ushia nini? Kwa sababu mimi hapa Shia, mimi si ni Shia. Hapa si msikitini kwangu hapa. Usimbite msikitini hapo mheshimiwa. Kwenye huo msikiti amewahi kuja Chief Kadhi wa Tanzania, Sheikh Abdallah Mnyasi, Chief Kadhi wa Bakwata. Akatuswalisha hapo swala ya magharibi. Sote mashia tukaswali nyuma yake. Akatuswalisha swala ya Isha tukaswali nyuma yake. Sasa mbona sielewi huo Ushia na Usuni nini? Sote tunaswali swala 5. Sote mtume ni huyo huyo. Sote tuna kibla kimoja ni Maka. Hija moja. Sasa natoka wapi ya huu Ushia na Usuni unatoka wapi? Saudi Arabia. Hapo Saudi Arabia tunaposema pamejaa mashia wapo tu. Bahrain asilimia kubwa ni mashia. Kuwait asilimia kubwa ni mashia. Lebanon mashia. Syria wapo. Huu Shia na Usuni wapi? Unatoka wapi? Ayatollah atakuwa kiongozi wa Waislamu. Kwa nini awe kiongozi wa Waislamu? Kwa sababu ana taifa na ana amri.
sana taifa lake pana na mataifa atayakontrol na haya mengine atumie mfumo wake inaposema inavyotaja wenyewe sasa hiyo si haijatokea wanasema tunaangalia mwanzo njia zinavyoenda hiyo si haijatokea alafu okay tuseme Ayatola yeye amefanikiwa atakontroli si ni Ayatola huyu ambaye ametoa fatwa kwamba ni haramu kutengeneza bomu la nyuklia kwa sababu ni silaha ya maangamizi. Mbona ana mantiki huyu Ayatola mwenyewe? Ni mtu mzuri. Okay. Huyu Ayatola mwenyewe katika serikali yake. Katika serikali yake kuna wawakilishi wa Mayahudi wako. Kuna wawakilishi wa Wakristo wapo. Wakristo wako huru kwenye nchi hiyo kuabudu. Mayahudi wako huru. Ahlus Sunna wako huru kuabudu. Mbona hatuoni sasa hiyo inayosemwa? Kwa hiyo mimi nadhania kuna mtu mmoja alikuwa ananiambia Sheikh Jalala, siasa maana yake ni sio hasa. Ina mambo yake. Ina mambo yake. Yaani kile tunachokiona sicho uhalisia. Sicho tunachoambiwa. Si tunachoambiwa. Kuna mtu hapa alikuwa anatuambia kwamba Irani kule Masuni hawana uhuru. Wa Irani hapa wakawaalika mashekhe wa Kisuni, wakaenda wakaitembelea misikiti. Wameona maajabu. Wameona maajabu. Ayatola yeye ana fungu lake analoipa misikiti ya Masuni na kujenga misikiti ya Masuni. Ndani ya taifa lake. Halafu Ayatola huyu kama ana nia mbaya, si ana nguvu. Mbona tunamuona kwamba yule ambaye yule nchi ambayo haijaweka wale wanaoita maadui zao ana tatizo na wao? Mbona ndio naosema hayo. Kwa kweli kuna haja kubwa yani dunia na ndio maana huwa katika darasa zangu natoa ushauri kwamba kitaifa, yani kama Mtanzania na kama mzalendo huwa natoa ushauri sana kwenye taifa langu kwamba kuna haja kubwa sasa ya kuanza kufikiria upya namna gani tutaliendesha taifa letu. Kwa nini nasema hivi? Nasema hivi kwa sababu mbona wale tunaoambiwa ndio vinara na ndio dira yetu kwenye demokrasia, mbona hawana demokrasia? Wale tunaoambiwa ndio dira kwenye jambo la haki za binadamu, mbona hakuna haki za binadamu? Yani kuna haja ya kuangalia mifumo yetu na tuendeshe nchi zetu kama tunavyoona sisi, kama tunavyoona sisi kabisa. Zimefika zama hizo, zimeondoka zama ambazo hata mafuta kufaidika na mafuta yetu, pia mafuta tupangiwe kwamba mafuta lazima uagize kampuni fulani, lazima uwe na shirika fulani, nchi fulani ukiagiza mimi nitakamata meli yako. Wewe unakamata nani? Ndio navyoangalia mambo. La mwisho umeongea vizuri sana. Swali langu la mwisho kwa siku ya leo. Tunazungumza mambo mengi sana mazuri. Sasa hivi Tanzania kumekuwa kilio ni kimoja. Mafuta yamepanda sana bei. Jana nilikuwa nafanya uchunguzi wangu, lita moja imefika mpaka shilingi 3800 na point huko. Watu wanalalamika sana. Pengine hasa nini solution ya hiki ambacho kinachoendelea, na ushauri wako hasa kama kiongozi wa dini katika kipindi hiki? Tuendane vipi hasa? Asante. Mimi ushauri wangu katika jambo hili la mafuta, na mambo mengi yatapanda kwa sababu nishati ya mafuta ni kitu muhimu mno na dunia tumeiona. Yani kuna kitu kizuri Tanzania ambacho tunacho. Sisi Tanzania ni nchi ambayo haifungamani na siasa ya upande wowote. Kabisa. Yani ndio asili yetu. Nadhania hiki ni kigezo kizuri cha kufanya sisi kutatua changamoto zetu za ndani. Sisi hatuna sababu ya kupangiwa kwamba tusifaidike na mafuta ya Urusi. Hala. Sisi sio watu wa kupangiwa. Kama Mwalimu aliweza kumtuma mzee Sabodo kipindi hicho, miaka hiyo alimtuma mzee Sabodo na mwenzake mmoja kwenda Irani kununua mafuta, kutuletea mafuta, aliwatuma. Tukapata mafuta ya rahisi. Alikuwa mzee Sabodo sijui na nani wengine. Walikwenda
tukapata mafuta ya rahisi kwa bei rahisi na kwa mkopo wa rahisi. Na sidhani kama tumelipa ile deni mpaka sasa, unaona. Naambiwa mpaka zetu tunadaiwa. Unaona? Sasa hebu ile akili ya mwalimu ile ya kipindi kile ambacho mimi sina mfungamano na taifa lolote. Yaani mimi niko huru. Hebu hii ni mahala pake kufanyika hivi sasa. Fanyike. Kabisa. Waende Irani, waende Urusi, tufaidike kila mahala penye mafuta. Kwa nini ziwe ni kampuni za nchi fulani hizo ndio zitupangie? Lakini pia nilikuwa rai yangu mimi. Jambo hili la mafuta liwe ni la nchi sasa. Yaani libebwe na nchi. Lisibebwe na watu hawa. Kuna mchambuzi mmoja anaita madalali. Lisibebwe na madalali. Libebwe na nchi. Sio la kifanya biashara. La, bebwe na nchi. China leta mafuta na mahusiano. Tuna mahusiano mazuri na Urusi. Urusi tuletee mafuta ya bei rahisi. Tuna mahusiano mazuri na Irani. Tuletee mafuta ya bei rahisi. Hakuna tatizo. Issue ya Hormuz hiyo ni issue yao. Haituhusu sisi. Uwezungumza vizuri sana. Nashukuru. Pengine hasa lolote lile la mwisho kwa watazamaji wetu, unalipi la kuambia sasa? Mimi la kuambia na lielekeza kwa vijana. Vijana na waonea huruma. Kwa sababu tupo na kwenye kizazi ambacho hakipendi kupata tabu. Yani tupo na kizazi hakipendi kusumbuka. Ila kinapenda kuishi vizuri. Leo kiposti makala ya kurasa 2 sidhani kama kuna mtu atasoma. Kapita. Lakini ukituma klipu ina maneno 2 watu wote wata. Kwa hiyo vijana, hususan vijana wa Kiafrika na Kitanzania, kuna haja ya kusoma out of the box. Kuna haja ya kusoma nje ya vile tulivyosomeshwa, nje ya vile tunavyoona, nje ya vile tunavyosikia. Kuna haja kubwa kabisa. Tusipokuwa na upeo huo mkubwa wa kusoma nje ya boksi, vijana wanaweza kutumika kulisambaratisha taifa lao pasi na kutambua nani anawasukuma. Narudia tena. Vijana wanaweza kutumika vibaya wakalisambaratisha taifa lao pasi na kujua nani anayewapelekesha huko nyuma. Lakini ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu ya kuto kuyasoma mambo kwa upeo mpana, ni kuto kuyasoma mambo nje ya boksi. Kabisa. Nadhani hili ndio la kuelekeza kwa na pia nikupongeze pia, umekuwa ukizungumza sana katika umoja. Hasa nakumbuka nilikutana na clip yako moja, unazungumzia kuhusu Uafrika wetu, namna ya kutumia majina yetu. Kikweli nilipendezwa sana na ile. Na mimi kuanzia pale nikaanza kujiita Madaha. Sawa. Nikasema mimi niteni Madaha ndio jina ambalo nitaenda. Hasa hilo nilitoa kwako. Sawa, nashukuru. Kuna haja pia yao mengine pia mmeyazungumza. Basi mimi niko tayari bwana. Karibuni sana kwenye studio zetu hapa. Tutazungumza mengi tu, hakuna tatizo. Sawa kabisa. Ila msije na siasa nyingi bwana. Sana. Mtazamaji wa Bongo Plus TV na 96 Link, asante sana kwa wewe ambaye umetazama kuanzia mwanzo mwisho. Nilikuwa nazungumza hapa pembeni yangu na Sheikh Ahmed Jalala, ameeleza mambo mengi sana kikweli. Mimi nimependezwa naye, amezungumza kwa lugha nyepesi kabisa ya Kiswahili. Amejaribu kuzungumza katika tafsiri ambayo haiumizi upande wote, lakini kwa sababu yeye ni binadamu pia, pengine inawezekana katika yale maelezo yake yamekukwaza kwa namna moja ama nyingine. Tuwe razi kiukweli. Ukiangalia hata yale ambayo anajaribu kuyazungumza, amezungumza katika haki, uhuru wa Afrika, uhuru wa dunia yetu hii, na uwezo wa kujiamulia katika mambo yetu. Pengine hasa na wewe unazokana una matamanio yako au uelewa wako wa kile ambacho unatamani ukisikia kupendeza na hiki. Pengine unaweza kutuambia bana, na siku nyingine bana, hebu zungumzie na hiki hapa, badilisheni kwenye hiki. Lakini asante sana, kwa sababu naamini watu wetu wote ambao mnatufuatilia ni waelewa na mnaelewa pia mitazamo kwamba inatofautiana pia. Mimi naitwa Victor Madaha, nyuma ya kamera kwa Riziki bwana. Asante sana wakati wako.